kupinga ukatili wa kijinsia, lakini pia kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia. Kwa SMAUJATA sisi tunafanya nafasi yetu, tunatoa elimu, tunaibua, lakini pia kwa kuwa watu wanatujua, wanazidi kutufata. Ofisi zetu ziko pale ilipokuwa ofisi ya mkuu wa wilaya ya zamani Mheshimiwa Alhaji Jabir Sheikh Mid. Watu wote tunawakaribisha sana. Sawa, mmezungumza vitu vingi. Sasa mnashirikiana vipi na hawa wenyeviti wa serikali za mitaa katika kueneza elimu kwa umma na kwa jamii kwa ujumla wake? Sisi tunavyoshirikiana na wenyeviti wa serikali za mtaa, inapokuwa inatokea labda kuna tukio sehemu fulani, tunapofika kwanza lazima tuonane na uongozi husika wa eneo husika, kama kuna balozi, kama kuna mwenyekiti wa serikali za mtaa, kama kuna diwani. Yani hauwezi ukaenda sehemu hapa kwenye kata fulani bila kuwapa taarifa wale viongozi. Kwa hiyo na kiukweli wanatupa ushirikiano mkubwa sana. Hata inapotokea tunakwama, kwa sababu pia asilimia kubwa tunajitolea, hata wanatusupport wakati mwingine kifedha, wanatusupport, wanatupa nauli, chakula wakati mwingine. Na sisi tulikuwa tukifanya ziara za kwenda huko mawilayani, lakini tulikuwa tunapiga simu kwa wakuu wa wilaya, wanatusupport nauli, tukifika kwa wanatusupport chakula. Kwa hiyo sisi tunaendelea kutoa elimu kwenye jamii kwa namna hiyo, na kiukweli tunapata ushirikiano mkubwa sana na viongozi wa ngazi zote, kuanzia ngazi ya chini kabisa. Labda kwa watu wenye ulemavu sasa wanakumbana na changamoto gani hususan katika ukatili wao wanaofanyia? Kwa watu wenye ulemavu, labda ulemavu wa aina gani? Ulemavu wa namna. Sisi tunamchukulia mtu ambaye ana ulemavu wa aina yote kama mtu mwingine, na tunapokuwa tunatoa elimu za ukatili wa kijinsia, basi na wao wanakuwa ni sehemu ya kupata elimu hiyo. Lakini pia kutokana na hali zao, pia tunaendelea kuwahimiza kwamba wasijione ni tofauti wao kwenye jamii, na wao wana nafasi ya kujua kila ambacho kila mtu anatamani kukijua na anapaswa kukijua. Yeah. Sawa, kumekuwa na machangamoto kubwa sana hususan kwa wafanyakazi wa ndani, hususan hawa tunaita house girls. Yeah. Wamekuwa wakifanywa vitendo vya ukatili dhidi ya waajiri wao, hali ambayo kidogo tunasema ni ukatili wa kihisia saa zingine au wa kimwili wanafanyiwa. Sasa nyie kama SMAUJATA mnawasaidiaje hawa wafanyakazi wa ndani kupitia mashirikisho yao kuweza kuwajengea ujasiri na kuweza kuripoti vitendo vya ukatili pindi wanapokutana navyo? Ni kweli na tumeshakutana na kesi baadhi za namna hiyo, lakini kwenye upande wa bosi na labda na mfanyakazi wa ndani ni kumekuwa na, yani wakati mwingine mdada wa kazi anaweza akawa amekosea, wakati mwingine wewe akawa amekosea. Hata tunaweza tukaona hapa juzi hapa TBC wameibua issue moja hivi ya mdada wa kazi, tena iko hapa Dodoma eneo la Ngongona. Ile mdada wa kazi alimchukua ile mtoto mdogo akamuingiza kwenye fridge, mwisho wa siku akamsababishia matatizo ambayo hayawezi, yani atakuwa hivyo maisha yake yote. Na kwa hiyo kwa upande wetu sisi hatuwezi tukawalaumu moja kwa moja, yani tukaegemea upande wa wale ambao ni waajiri bila kuwa consider pia waajiriwa. Kwa hiyo tunapokuwa tunatoa elimu, pia tunatoa elimu kwa kuwazingatia watu wote hawa. Kwa hiyo wale waajiriwa wa wadada wa kazi wenyewe kuna makosa makubwa sana wanayafanya, na pia wenyewe tumekuwa tunashuhudia kuna wengine ambao wamekuwa wamekisababisha mpaka vifo vya watoto wale waajiri wao. Na vingine wakati mwingine sasa inapelekea sasa wakati mwingine kuna tukio ambalo anaweza kalifanya dada wa kazi na bosi akalipokea kihisia. Sasa kwa mfano labda unakuta mdada wa kazi anamuingilia kinyume na maumbile mtoto wako. Kwa hali ya kawaida na kibinadamu unaweza ukaenda ukajichukulia sheria mkononi, lakini sisi kwa nafasi yetu tunaendelea kuwahimiza, hata inapotokea mdada wa kazi kafanya kitu kibaya, basi tusiongozwe na hisia zaidi, bali tutumie vyombo vyetu ambavyo vinahusika na hayo masuala, watutumie sisi hapa SMAUJATA ili yule dada aweze kupewa stahiki yake kisheria. Nimezungumzia hapo kati ya mwanamke na mwanaume anayefanyiwa ukatili, sana mwanamke sana kwa sasa umesema 50 kwa 50. Sasa sisi wanaume tumekuwa ni wazito sana kuripoti vitendo hivi vya ukatili. Labda kwa kuona mimi ni mwanaume na nikiwa nivaa uhusika kama mwanaume, sio kwenda kusema kwa jamii. Unatushauri nini mwenyekiti, kama kwa upande wa wanaume pindi unapofanywa vitendo vya ukatili, aidha labda nimenyimwa nyumba na mke wangu, kwa unyanyasaji? Sasa huu ushauri moja kwa moja yani kwa wanaume hususani ambao wanafanyiwa matukio ya ukatili wa kijinsia, lakini kwenda kuripoti hayo matukio hayo imekuwa mtihani. Ushauri kwao? Kwanza mimi kama mwenyekiti wa SMAUJATA niwapongeze wale wanaume wote ambao wamekuwa wakitufuata pale ofisini kuelezea kero zao. Ni wako baadhi japo sio wachache. Tukilinganisha idadi ya wanawake na wanawake basi ni wengi kuliko wanaume. Kwa hiyo wale ambao wamekuwa wakifanya hivyo basi tunawapongeza sana, lakini pia
natumia pia nafasi hii kuambia hata hao wanaume ambao pia wanakumbana na ukatili wa kijinsia. Kuna wanaume wanapigwa na wake zao, kuna wanaume ambao kama hivyo wanavyosema na nyuma unyumba na nini. Sisi wakija pale tutawasikiliza. Unajua wakati mwingine ukiwa na changamoto, ukipata hata mtu wa kuzungumza naye, kuna namna fulani kama unapona. Yaani hata kama hujaanza kupata ile suluhisho la moja kwa moja, kwa sababu wakati mwingine pia mambo ya mahusiano bwana inabaki kati ya mume na mke. Yaani anaweza akaja hapa kuelezea mwisho wa siku hivi na hivyo, kumshauri hivi. Kwa hiyo mwisho wa siku tunajitahidi kuwa katikati pale. Yaani anapokuja hivi anakulilia jambo lake, basi unampa nafasi ya kumsikiliza, kumshauri, kumfanya, lakini mwisho wa siku maamuzi ya kimahusiano yanaendelea kubaki kati ya watu wawili. Yes, tulikuwa na Shadaya Hassan, huyu ni mwenyekiti wa SMAUJATA hapa Dodoma. Tukushukuru sana kwa kuja kijiweni kwetu. Siku nyingine tukikaribisha, usisite tena kuja. Nashukuru sana. Boni, kuna chochote cha mwisho? Labda tu wao wana mpango gani? Lakini sasa wewe ukifanywa ukatili wa kijinsia utaenda kuripoti au utakufa kiume? Kitu kashasema hapa, tunaweza kwenda ofisini kwenda kuripoti. Wewe kama mwanaume unahisi kwa nini wanaume wengi hawaripoti na wanaamua kufa kiume? Wengi wanaona kwamba mimi ni mwanaume nitadhalilika, anakufa na tai shingoni, jambo ambalo anapata maumivu ya muda mrefu, alafu anakuja kupata msaada tayari kashachelewa. Kabisa. Kama hivi mwenyekiti alivyosema kwamba ukiwahi, kuna yale mazungumzo ana kwa ana ambayo anaweza kukuponya hata nafsi. Ukajiona mimi sio kinyonge, hata wewe mwenza wangu akachukuliwa hatua. Kwa nini tunachomwa na pasi? Pasi inachemshwa hivi. Baba nani leo utanieleza? Utaniambia leo. Kabisa. Bwana sawa, shukrani sana. Labda mimi kwa kumalizia, ndugu mtangazaji, jamani, mambo ya ukatili wa kijinsia ni mengi sana na yanajitokeza kwa wingi sana. Ila bado kuna watu yani wanadharau, yani wanaona kama ni kitu cha kawaida na nini. Na nitumie tu nafasi hii kuambia ni watu tu, yani tuwe na ule upendo wa kuguswa na shida za watu wengine. Kwa sababu leo unafanywa wewe, yamkini kesho akafanywa ndugu yako, akafanywa mtoto, hata wewe mwenyewe. Hata mimi ninavyotembea hapa, yamkini labda kuna siku labda ikatoka hata mimi nikabaka, kwa sababu hakuna mtu ambaye ameandikiwa kwamba wewe utakuja kubaka siku moja. Kwa hiyo tunapokutana na hawa watu ambao wanafanya vitendo vya ukatili wa kijinsia, tuwachukulie sheria. Na msisitizo wangu zaidi ni upeleke sana kwenye hizi familia ambazo unakuta ndani ya familia kuna ukatili unafanyika, lakini watu tunaufumbia macho. Hata tunapokuwa tuna kesi pale, tunazipeleka pale polisi pale, tunapata shida kubwa sana ya mwendelezo wa zile kesi, kwa sababu watu wanapenda sana kumalizana ndani ya familia wao kwa wao. Sasa hivi vitu vikiendelea, mwisho wa siku basi ukatili yani wataona kama ni kitu cha kawaida, kwa sababu mtu leo anamlawiti mtu. Mimi na kesi ambayo naijua ndani ya familia, mtu kamlawiti mdogo wake, lakini bado hiyo kesi haijafanywa kazi. Hata tunapoenda kuomba ushirikiano, mtu anasema ndugu atanielewaje, atafanya nini? Kwa hiyo mimi nisisitize ndani ya jamii na sasa ndani ya mkoa wa Dodoma, kiukweli tusifumbie macho haya mambo ya ukatili wa kijinsia bila kujali kwamba aliyefanya ni nani. Hata kama ni ndugu yako, hata kama ni mtoto wako, muwajibishe. Hii itaweza kusaidia kukomesha haya mambo ya ukatili wa kijinsia. Asanteni sana. Shukrani sana. Kuhusiana na masuala mazima ya vitendo vya ukatili ambavyo vinatokezea katika jamii zetu za huko tunapoishi. Mtaani huko ukatili ndugu yangu hauishi. Unawaza mbona serikali inapambana inapambana sana kushughulika na vitendo hivi vya ukatili kwenye taasisi za mashule, kazini, sehemu mbalimbali, vitendo vya ukatili vipo kwa ujumla. Kwenye majumba huko ndo usiseme, wafanyakazi wa ndani wanapitia ukatili sana. Na mambo mengine mengi. Dakika ni ya 14. Kama alivyokutambulisha Boni, tuko na ugeni humu ndani, na siku ya leo tunazungumzia masuala mazima ya ukatili wa kijinsia. Tunajua huko mtaani ulipo, huko nyumbani, labda ni dada wa kazi unatusikiliza, umekuwa unapitia vitendo mbalimbali vya ukatili wa kijinsia. Una swali lolote, unatamani kufahamu chochote hapa kijiweni, utapata majibu leo kupitia 0779729593. Labda kwa kuanza tu, labda huenda kuna mtu ajui kitendo ambacho anapitia ni ukatili wa kijinsia, labda tupate kidogo utangulizi. Ukatili wa kijinsia ni kitu gani hasa? Asante ndugu mtangazaji. Ukatili wa kijinsia ni jambo lolote lile ambalo unaweza kumfanyia mtu akajihisi vibaya. Kwa hiyo kuna namna ambavyo watu wengi wamezoea sana, labda
mtu kufanyia ukatili wa kijinsia mpaka labda apigwe mapanga, mkono utoke, ufanye nini, lakini hata kumjibu mtu vibaya pia ni ukatili wa kijinsia, kwa sababu tunaamini mtu anapokuwa hata anakuuliza jambo lolote ukamjibu katika namna ambayo isiyofaa kiubinadamu, akajihisi vibaya, tayari wewe unakuwa umemfanyia ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo kitu chochote ambacho unaweza kumfanyia mtu akajihisi vibaya, huo ni ukatili wa kijinsia. Shukrani sana. Lakini tumekuwa tukishuhudia serikali ikiwa inapambana kutokomeza ukatili wa kijinsia ambao unafanyika sehemu nyingi majumbani, lakini kwenye jamii, makazini pia ukatili umekuwa ukifanyika. Lakini sasa ni kwa nini tunaona bado ukatili huu wa kijinsia unakuwa unazidi kuongezeka siku hadi siku? Kiukweli ukatili unazidi kuongezeka siku hadi siku kwa sababu pia una mchanganyiko wa mambo mengi sana. Kuna masuala ya kijamii, kuna masuala ya kiuchumi, kuna masuala ya kisheria, kuna masuala pia binafsi ya kitabia. Kwa hiyo tumeona kumekuwepo na jitihada kubwa sana ambazo serikali imeendelea kuzifanya ili kuhakikisha ukatili wa kijinsia kwenye jamii unaisha. Na tunaona kwenye kipengele hiki sasa yule waziri ambaye anahusika na masuala haya, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, amekuwa akifiti sana kwenye eneo hili. Na hata kama mnavyoona, hata kuwepo sasa hivi kwa SMAUJATA pia ni mojawapo ya juhudi za kuifanya jamii kuweza kuifanya iweze kushiriki moja kwa moja kuhakikisha inapambana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Na sisi kama SMAUJATA, Shujaa wa Maendeleo na Ustawi wa Jamii Tanzania, tunaamini kwamba kila mtu ana nafasi ya kushughulika na masuala ya kikatili, kutoa taarifa, kutoa elimu, na ndio maana SMAUJATA msingi wake mkubwa sana ni kumfanya kila mtu popote alipo kujitolea kwanza, kwa sababu pia SMAUJATA kwa kiasi kubwa sana tunajitolea, na tumetengeneza kundi kubwa sana la watu ambao wanatumia muda wao, wanatumia fedha zao kuhakikisha wanaenda kuisaidia jamii kutokana na mambo haya ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, tunapoona matendo haya yanazidi kuongezeka, kwa sababu kuna masuala kwa mfano ya kiuchumi. Na tunaona sasa hivi kuna ongezeko kubwa sana la watu wengi wanapokuwa wameongezeka na wakawa hana kipato halali cha kujitafutia riziki, maana yake wanashawishika kujiunga na vitu ambavyo haviko vizuri, yani wanajishirikisha na mambo ambayo yanaenda kuleta uharibifu kwenye jamii. Kwa hiyo tunaweza kukasema kwa sasa hivi tukilinganisha wingi wa watu na miaka ya nyuma, labda miaka 10 iliyopita, tunaona ni vitu tofauti. Na kunapokuwa na mkusanyiko wa watu wako wengi sana kwenye eneo fulani, maana kila mtu yuko pale ana tabia tofauti. Na kitu kingine kama nilivyosema kwenye masuala ya kiuchumi, kuna baadhi mfano hata ya wanawake wanakuwa wanajiengage sana kwenye mambo ambayo hayafai kwenye jamii, labda wanafanya, kuna ile wanasema dada poa, kwamba wanaenda kujiuza ili wapate hela na nini. Kwa unakuta hiyo vote katika hali za kujitafutia uchumi, wao wanaamini kufanya vile wako sahihi, kwa sababu wanaamini kwamba kupitia kwenye hicho wanachokifanya wanapata fedha za kwenda kujikimu. Lakini pia huo pia unakuwa sasa ni ukatili, wanafanyiwa ukatili, lakini kwa mwanaume, kwa wanawake, hata wale wanaenda kuwatafuta wale wadada tayari nao wanakuwa wanafanya ukatili, na wale wadada wanachokifanya kinakuwa sio kitu sahihi ndani ya jamii, kwa sababu sio maadili ya Kitanzania. Sasa tukirudi kwenye familia, pia tumekuwa tunashuhudia ukatili wa kijinsia ukiwa unafanyika baina ya wanandoa. Sasa swali langu ni kwamba huenda ni mila na desturi zimekuwa zinachangia kuongezeka kwa ukatili wa kijinsia hususan kwenye familia. Na tena hapo naomba nikazie sana, kwa sababu mimi niko kwenye field, nimefanya sasa hivi kuhusiana na mambo ya ukatili wa kijinsia karibia mwaka wa 5 sasa hivi. Na kwenye jamii au kwenye familia kuna wimbi kubwa sana la watu kuaminiana ndani ya familia. Mimi nina familia 2 tofauti ambazo mimi nazifuatilia kwa kina. Unakuta ni mtu, yani mtu kaka mtu na mdogo mtu, watoto wote wa kiume wamefanya vitendo vya yani kaka mtu kamlawiti mdogo wake. Lakini kwa nini? Tunaamini kwamba wanalala kitanda kimoja. Kwa hiyo wakati mwingine uchumi kama unaruhusu, basi waruhusu watoto kila mtu awe na kitanda chake. Hata kama kitakuwa ni kitanda kimoja, lakini at least ile blanketi wanalo share au shuka, basi yawe na shuka mawili tofauti. Kwa sababu sasa hivi hatupo katika nyakati za kuamini hata ndugu. Wewe umetembelewa pale nyumbani na ndugu, unamkaribisha, anakata wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, yuko pale nyumbani analala na watoto wako, hujui ana tabia gani. Sasa
kwa experience niliona mpaka sasa hivi kuna kesi nyingi sana tunazipokea za namna hiyo, na mwisho wa hizo kesi zinakuwa sio nzuri, kwa sababu mtu anaamini ataingia kwenye migogoro na ndugu, ataingia kwenye migogoro na familia, kitu ambacho kinakuwa sio kizuri sana. Labda sasa mtu ameshafanywa ukatili, nyie kama taasisi ya SMAUJATA mnawasaidiaje hawa watu ambao wanakuwa wamepitia hii changamoto ya kufanywa ukatili? Kwa sababu wengine wanaogopa labda nitadhalilika ama tutadhalilisha familia kwamba kashafanywa ukatili, lakini tukienda kujitangaza, nyie mnawasaidiaje watu kama hao pindi mnapopata visa kama hivyo? Sisi tunapopata visa kama hivyo, cha kwanza huwa tunajitahidi kuwa nyuma, yani kufuatilia ile kesi mwanzo hadi mwisho. Na kwa kuwa vitu vingine vinakuwa viko nje ya uwezo wetu, sisi tunachokifanya huwa tunaandaa ripoti, tunapeleka kwa viongozi husika. Lakini sana sana unaweza kukuta mtu amefanyia hivyo vitendo vya ukatili, lakini hata ile ile kujiamini kwenda kwa labda dawati la jinsia kwenda kusemea matatizo yake anakuwa hawezi kabisa. Kwa hiyo sisi tunawasaidia, wanatuelezea mambo yao, na tunaamini kwamba sisi ukishakuwa mwana SMAUJATA basi unakuwa na kifua cha kutunza siri, kwa sababu sisi tunakutana na watu wengi wenye changamoto nyingi sana. Kwa hiyo sifa kubwa sana ya mwana SMAUJATA ni kuhakikisha anakuwa ni mtunza siri wa vitu vyote ambavyo anakutana navyo, kwa sababu tunakutana na kesi nyingi sana, nyingine ni za kusikitisha. Kwa hiyo sisi tunakuwa nyuma yao kuhakikisha wanapatiwa msaada. Kama wanaenda dawati la jinsia, kama kuna uhitaji wa kwenda kumuona kiongozi hata ngazi ya juu zaidi, tunahakikisha tunampeleka. Na kwa kuwa viongozi wengi tunafanya nao kazi kwa kushirikiana, tunashirikiana na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Rosemary Stakis Nyamle, tunashirikiana na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Jabir Sheikh Mwe na wakuu wa wilaya katika wilaya nyingine. Kwa hiyo kwa kuwa tayari sisi wanatufahamu, kwa hiyo huwa wanatupa ushirikiano wa kutosha na kuhakikisha kwamba hao watu ambao ni wahanga wa ukatili wanapatiwa msaada. Yes, tupo kwenye ulimwengu wa kidijitali na siku hizi wanakuambia bwana, ulimwengu upo kiganjani. Sasa ni kwa namna gani mitandao ya kijamii inachangia ukatili huu wa kijinsia kuongezeka? Na tukiangalia kwa sasa hivi, tukilinganisha mwaka huu na miaka ya nyuma, tunaona sasa hivi tunaona kama matukio yameongezeka sana, lakini yote pia ni kuongezeka kwa utandawazi, kwamba sasa hivi watu wengi wameelimika zaidi kuhusiana na namna ya kuripoti hizi taarifa. Lakini kuna hii mitandao ya kijamii, kuna Instagram, kuna Facebook, kuna TikTok. Na kwa kuwa kila mmoja ana ile fursa ya kuweza kuitumia ile mitandao kwa namna anavyoona, kwa hiyo mtu labda amepata tukio la ukatili anaposti, anafanya nini, au anashirikisha pia hata vyombo vya habari. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi tunaweza tukawa tunaona, yamkini hata kule nyuma vitendo vya ukatili vilikuwa vingi sana, lakini sasa hivi tunaona kuna matumizi makubwa sana ya mitandao ya kijamii katika kuibua haya matukio ya ukatili wa kijinsia, kwa sababu tunaona pia, yani kwa nchi ya Tanzania tunaweza kusema kwamba asilimia kama 60 na kuelekea 70, asilimia kubwa sana wanatumia hizi simu janja. Kwa hiyo wanatumia basi hizo kuweza kuposti mambo wanayokutana nayo. Lakini pia pamoja na kwamba kunakuwa na hizo ripoti nyingi sana, lakini pia mwitikio wa viongozi wa kiserikali kuweza kuyapokea na kuyafanyia kazi bado pia ni mkubwa. Kati ya wanaume na wanawake, ni kina nani wanaongozwa kufanyiwa ukatili wa kijinsia? Kwa uzoefu naweza nikasema wanawake, lakini pia na sasa hivi pia wanaume pia, yani ni kama sasa inaenda kuwa pasi. Yani kuna wanawake wanawafanyia ukatili wa kijinsia waume zao, kuna wanaume ambao wanawafanyia ukatili wa kijinsia wake zao, ila japokuwa kwa asilimia kubwa sana wanawake wanakuwa ndo waathirika wa mambo haya. Sasa tunafanyaje kama jamii ili tuweze kupunguza mambo ambayo yanafanyika kwenye jamii, kwenye vijiji vyetu? Kitu gani hasa tufanye? Nyie mnashauri nini jamii? Sisi tunaweza tukaishauri jamii. Kwanza mimi kama mwenyekiti wa SMAUJATA mkoa wa Dodoma, nitawashauri watu waje wajiunge na sisi wana SMAUJATA. Na sisi SMAUJATA tunajitolea, yani ukija huku ni kama ni kazi ambayo tunaifanya kama ibada. Kwa hiyo tunawasihi watu waje wajiunge na sisi tuweze kufanya kazi. Maanake pia ukiwa ndani ya SMAUJATA utajifunza mambo mengi sana, lakini pia utakuwa katika nafasi ya kupokea kesi nyingi sana na kuendelea kupata uzoefu na kuangalia namna gani ambavyo kwa siku zinavyozidi kuongezeka, namna gani ambavyo unaweza kuwa msaada wa kuwasaidia watu wengine. Lakini pia kingine ambacho naweza nikusema ni kuendelea tu kutoa elimu ya mambo ya ukatili wa kijinsia, hasa kwenye mikusanyiko ya watu, kwa mfano mashuleni. Na sisi kama SMAUJATA tunatamani shule zote basi ziwe na hizi clubs za SMAUJATA, yani hizi klabu ambazo zinakuwa ni mahususi kwa ajili ya kupinga ukatili wa kijinsia. Na tukiangalia katika jamii, asilimia kubwa sana ya waathirika
yani tukachana watu wazima ambao tayari wanajitambua, tunaona hawa watoto pia shule ya msingi, shule ya sekondari ni watu ambao wanakuwa wanaathiriwa sana na mambo ya ukatili wa kijinsia, kwa sababu wako katika kipindi ambacho unakuta muda mwingi yani wanakuwa ni warahisi sana kushawishika na vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta wanajiingiza kwenye mambo ambayo hayafai. Kwa hiyo sisi kama Simama Ujata tunatamani pia, kama mkurugenzi atakuwa anasikia na viongozi wengine, hasa katika mkoa wa Dodoma, tunaamini pia mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Rosemary Stakis Nyamule anaweza pia akaliwekea nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba katika mashule tunakuwa na hizi clubs za kupinga ukatili wa kijinsia. Na sisi tupo tunaanza, na siku ya Ijumaa tutakuwa pale chuo cha